macho yangu yaonapo mbio zako, naiona Tanzania mpya. Mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, songa mbele. Hongera WCF, songa mbele. WCF, hongera. WCF, hongera. WCF, hongera. WCF, hongera. Mpenzi mtazamaji, karibu kwenye msimu wa pili wa vipindi maalum vya Ijue WCF na kurasa zake. Mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, WCF, ni taasisi ya hifadhi ya jamii iliyoundwa kwa mujibu wa kifungu cha 5 cha sheria ya fidia kwa wafanyakazi sura ya 263 marejeo ya mwaka 2015. Mfuko huu unatoa mafao 7 kwa wafanyakazi, nayo ni fao la huduma ya matibabu kwa wagonjwa au ulemavu unaotokana na kazi, malipo ya ulemavu wa kudumu unaosababishwa na kazi, malipo ya anayemhudumia mgonjwa, huduma ya utengemao na ushauri nasaha, msaada wa mazishi na malipo ya wategemezi ikitokea mfanyakazi amefariki kutokana na kazi. Waswahili wanasema akufae kwa dhiki ndiye rafiki, na tangu kuanzishwa kwake WCF imekuwa iking'ara kwa utoaji bora wa huduma nchini. Bibi Laura Kunenge, mkuu wa kitengo cha uhusiano kwa umma kutoka WCF, yeye anakata utepe na kutukaribisha kwenye msimu huu wa pili wa kurasa za WCF. Tumsikilize, ana yapi ya kusema. Karibu mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, Workers Compensation Fund, WCF. Mimi ni Laura Kunenge, mkuu wa kitengo cha uhusiano kwa umma. Karibu sana katika vipindi hivi ambapo utajifunza mambo mbalimbali kuhusiana na WCF. WCF ilianzishwa na serikali kwa ajili ya kulipa fidia pale ambapo mfanyakazi ataumia au kuugua kutokana na kazi, na kwa bahati mbaya kama atafariki kutokana na kazi, basi wale wategemezi watapata fidia kutoka WCF. Madhumuni ya kuandaa vipindi hivi kwa awamu nyingine ni ili kuongeza uelewa kwa wadau wa WCF wote. Sasa watafahamu zaidi jinsi ambavyo huduma zinazotolewa zilivyoboreshwa. Watafahamu zaidi kuhusiana na taratibu zetu za madai. Watafahamu jinsi gani pale mfanyakazi anapoumia au kuugua kutokana na kazi anaweza kuwasilisha taarifa zake kwa urahisi kabisa kwa kutumia mifumo, na taarifa zikifika kwa wakati, basi mfanyakazi huyo ataanza kuandaliwa utaratibu wa kulipwa fidia yake kutoka WCF. Naam, tumepokea mwaliko rasmi wa kusikia yale ambao tumeandaliwa kutoka WCF katika msimu huu wa pili wa vipindi hivi vya kurasa za WCF. Wengi tunasikia kuhusu mfuko huu na tija yake. Lakini je, tunafahamu chimbuko la kuanzishwa kwa mfuko huu? Bwana Emmanuel Humba, yeye ni mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Compensation Ordinance ambayo ilikuwa ni ya mkoloni, na kwa kweli haikuwa na faida sana, ila kwa hali ya wakati ule watu waliona hawakuwa mnafurahia kwamba inajitosheleza, lakini ndio ilikuwepo sheria. Sasa kadri ya muda umekuwa ukienda, baadaye serikali
akipata matatizo ya kuumia, ya kufariki au kuugua akiwa kwa ajili ya kazi yake, basi mfuko uchukue hatua za kumhudumia. Naam, tumesikia historia ya chimbuko la kuanzishwa kwa mfuko huu wa fidia kwa wafanyakazi WCF, ikiwa ni juhudi za dhati za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuboresha maslahi ya wafanyakazi na kuwapa uhakika wa maisha bora nyakati zote kwao na kwa familia zao. Tangu kuanzishwa kwake, WCF imetekeleza majukumu yake kwa ufanisi na weledi wa hali ya juu, ikijumuisha kampeni na maboresho mbalimbali ambayo yamekuwa ni rafiki mno na yenye kuwanufaisha wadau wa mfuko huu. Dr. John Nduma, yeye ni mkurugenzi mkuu wa WCF, na hapa anatujuza kuhusu muundo wa mfuko huu, majukumu na huduma mbalimbali zinazotolewa. Vilevile atatujuza juu ya maboresho na mafanikio yaliyopatikana hadi sasa katika kipindi cha awamu ya 6 ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kama zilivyo taasisi nyingi za serikali, muundo wetu ni kwamba tuna bodi ya wadhamini ambao ndio wasimamizi wa mfuko, na bodi hii imeundwa kwa utatu, kwa maana kwamba sisi WCF utaratibu wetu ni ule wa kanuni za shirika la kazi duniani, ambao tunatakiwa kuwa na serikali, waajiri na waajiriwa, kwa maana workers. Kwa hiyo kuna wajumbe wa kutoka serikalini, kuna wajumbe wa kutoka kwenye shirikisho la waajiri, na kuna wajumbe kutoka kwenye shirikisho la wafanyakazi. Lakini pia tuna mjumbe mmoja ambaye anatoka kwenye shirikisho la watu waliopata ulemavu uliotokana na kazi. Kwa hiyo tuna wajumbe kwa ujumla 10, mwenyekiti ambaye anateuliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alafu wajumbe 2 wanatoka serikalini, wajumbe 2 wanatoka chama cha waajiri, na wajumbe 2 wanatoka chama cha shirikisho la vyama vya wafanyakazi. Majukumu ya mfuko wa fidia kwa wafanyakazi kama unavyojipambanua, jukumu la kwanza ni kuwatambua na kuwasajili waajiri. Kisha watambua na kuwasajili waajiri hawa kwa mujibu wa sheria wanawajibika kuleta michango kwenye mfuko, na ni jukumu hilo la pili sasa kwamba mfuko unapaswa kufuatilia na kuhakikisha kwamba waajiri wote wa sekta binafsi na sekta ya umma, sekta binafsi rasmi, wanaleta michango kwenye mfuko. Hilo ni jukumu la pili. Tukishachukua michango hii, jukumu linalofuata sasa ni kutoa fidia kwa wale wanaopata magonjwa au wanaopata ajali wakiwa kazini, au kwa wategemezi wao pale ambapo matukio hayo yatakuwa yameleta kifo. Hilo ni jukumu la 3. Sasa kile ambacho tumekusanya kinachobaki, jukumu la 4 linafuata ni kukiwekeza, kuhakikisha kwamba tunatunza thamani ya ile hela, kwa sababu tuna watu ambao tutaendelea kuwalipa kwa maisha yao yote. Inabidi ile hela iwekezwe mahala ambapo itakuwa na tija, iweze kuhakikisha kwamba tunatekeleza majukumu hayo ya kulipa wale ambao ni wateja wetu siku za usoni. Jukumu lingine ni kushirikiana na wenzetu katika kuhakikisha kwamba tunashajisha usalama na afya mahala pa kazi, ili kusudi hizi ajali zinazotokana na kazi au magonjwa yanayotokana na kazi basi yaweze kupungua. Na jukumu lingine linalotokana na haya tuliyoyafanya yote sasa ni kutunza kumbukumbu ya yote ambayo tumeyatenda, including kumbukumbu za vifo, kumbukumbu za ajali na kumbukumbu za wateja wetu, kama ambavyo nimewafafanua hapo, wateja wetu kwa maana wachangiaji na wateja wetu kwa maana wale tunaowalipa fidia. Na jukumu la 3 ni hili ambalo tuko hapa mtangazaji tunalitekeleza, la kuhakikisha kwamba tunaufikishia umma elimu ya kujua kwamba mfuko upo na una majukumu yepi na mchango upi katika maendeleo ya taifa letu. Kimsingi mfuko huu kama nilivyokuwa nimeutambulisha ni matakwa ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba yetu kifungu ibara ile ya 11 inaelekeza kwamba serikali itaweka taratibu za kuwahudumia watu kwa maana ya hifadhi ya jamii, watu ambao watakuwa wana ulemavu au wana magonjwa. Sasa sisi kama mfuko wa fidia kwa wafanyakazi tunakuja
kwenye hiki kipengele cha watu wanaopata ulemavu au ugonjwa unaotokana na masuala ya kazi. Sasa tija inayotokana na mfuko ni kwa sababu mfuko unakuja kuondoa utaratibu wa zamani ambapo mwajiri ndiye aliyekuwa na jukumu la kumhudumia mgonjwa au mtu anayepata ajali akiwa kazini. Sasa hivi hilo jukumu limeletwa kwenye mfuko. Anachopaswa kufanya mwajiri ni kuchangia kama aina fulani ya bima ili kusudi siku mwajiriwa wake atakapopata ajali au ugonjwa unaotokana na kazi basi aweze kutibiwa huko. Kwa kutenganisha haya majukumu ya mwajiri kuzalisha na kutoa huduma kulingana na leseni yake na jukumu la kuwatibu wagonjwa wanaopatikana kutokana na kazi wanazozifanya, basi mahusiano mahala pa kazi yanakuwa ni mazuri sana. Na tunafahamu kwamba yakiwepo mahusiano mazuri mahala pa kazi, tija inapatikana. Nimesema kwamba tija nyingine inayopatikana ni ile ya kuhakikisha kwamba sasa kile tulichokikusanya na kikabaki baada ya kushalipa mafao tunakiwekeza kwa mahali ambapo pana tija. Tunawekeza kwenye maeneo mbalimbali, lakini madhumuni ni kulinda thamani ya mfuko, lakini katika kuwekeza huku kile ambacho tumekiwekeza basi kinatumika kwenye miradi ambayo wanatumia ile hela tuliowekeza. Na mteja wetu mkubwa sana ni serikali yenyewe, maana tunanunua dhamana hizi tunazita hati fungani za serikali kwa kiwango kikubwa sana. Macho yangu yaonapo mbio zako, naiona Tanzania mpya. Mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, songa mbele. Hongera WCF, songa mbele. WCF, hongera WCF, hongera. Mtazamaji, karibu tena kwenye msimu wa pili wa vipindi hivi maalum, kurasa za WCF. Punde tu Dr. John Mduma, mkurugenzi mkuu wa WCF, ametujuza mengi kuhusu majukumu ya mfuko huu, maboresho ya stahiki za wafanyakazi yanayotolewa na WCF, pamoja na tija yake kubwa ya kutoa mchango katika kuondoa umasikini nchini. Hapo mwanzo nilikujuza kuwa chimbuko la kuanzishwa kwa mfuko huu limetokana na takwa la kisheria. Bwana Abraham Peter Siovelwa, yeye ni mkuu wa huduma za sheria katika mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Sasa anajimwaga uwanjani kutujuza haki na wajibu wa waajiri na waajiriwa kisheria kama wadau muhimu wa mfuko huu. Waajiri wana wajibu mkubwa sana katika kutekeleza sheria ya fidia kwa wafanyakazi. Na ukiangalia kuna vifungu vingi ambavyo vinaweka obligation kwa waajiri wa kutekeleza, lakini ni taja ya msingi tu. La kwanza kabisa, mwajiri anawajibika kujisajili kwenye mfuko. Na kwa mujibu wa sheria, mwajiri ambaye alikuwepo kuanzia tarehe 1 Julai mwaka 2015 aliwajibika kujisajili ndani ya siku 30 kuanzia tarehe 1 Julai mwaka 2015. Lakini kwa mwajiri mpya anawajibika kujisajili na mfuko ndani ya siku 30 baada ya kuajiri mwajiri wa kwanza. Kuhusiana na wajibu wa mfanyakazi kwenye mfuko, sheria inamtaka mfanyakazi wajibu wake wa kwanza kabisa pale anapopata ajali ni kuwasilisha taarifa kwenye mfuko. Kusoma kifungu cha 33 kinasema anatakiwa kuwasilisha taarifa ndani ya siku 2 kwa mwajiri, na baada ya hapo mwajiri anatakiwa kuwasilisha taarifa kwenye mfuko ndani ya siku 7. Lakini vile vile anatakiwa kushirikiana na madaktari pale anapokuwa amepata huduma ya matibabu. Kama ukiangalia fao letu la kwanza kabisa, mfanyakazi anapopata ajali ni matibabu, na msingi wake ni kwamba lengo la mfuko ni kuhakikisha mtu huyu anapata matibabu vizuri na kurudi kutekeleza majukumu yake ya kikazi. Kwa hiyo tunategemea akipata fursa ya kwenda hospitali basi ashirikiane na wataalamu kwa ajili ya kupata huduma iliyo bora kwa wafanyakazi. Lakini lingine ambalo ni la msingi ni kuleta taarifa ambazo ni sahihi. Kuna baadhi ya wafanyakazi ambao wanakuwa ni wadanganyifu, anajaribu kutoa taarifa ambazo si sahihi kwa lengo la kujipatia fidia. Sasa ukifanya hivyo, sheria inampa mkurugenzi mkuu mamlaka ya kuzuia usipate haki yako. Kwa hiyo anaweza akazuia usipate haki, lakini vile vile anaweza kukuchukulia hata akakupeleka mahakamani kwa makosa ya jinai. Jukumu la kuchangia kwenye mfuko wa fidia kwa wafanyakazi ni jukumu la mwajiri. Na hili swala lina historia ndefu. Ukiangalia mifuko yote ya fidia kwa wafanyakazi toka mwanzo wake mwaka 1885, zamani kilichokuwa kinatokea, mfanyakazi akiumia kazini, jukumu la kujitibu ama kufanya nini na kulipwa fidia lilikuwa la kwake yeye mwenyewe. Mwajiri alikuwa hawajibiki. Na kusudi mfanyakazi alikuwa apate haki, ilikuwa lazima aende mahakamani. Na bahati mbaya sana alikuwa akienda mahakamani, mahakama wakati ule ilikuwa imeweka vigezo vitatu ambavyo kimsingi vilikuwa vinasababisha wafanyakazi wanakosa haki. Namba 1, ukifika pale watasema na wewe ulishiriki ajali ilivyotokea.
Namba 2, watasema kwamba wewe wakati unaomba kazi ulijua kwamba kuna possibility ya ajali kutokea, kwamba ni wanasema kwa lugha ya kigeni assumption of risk. Lakini namba 3 ilikuwa inatokea kama mfanyakazi mwenzako naye alishiriki kusababisha ajali iliyotokea, basi mahakama ilikuwa inasema umshtaki mfanyakazi wako badala ya mwajiri. Sasa hiyo kimsingi ilileta matatizo mengi sana na umaskini mkubwa kwa wafanyakazi. Kwa hiyo mwaka 1885 wenzetu wa Ujerumani ndio walikuwa wa kwanza kutengeneza sheria ya namna hiyo. Na hiyo sheria kimsingi ilichofanya ni kwamba waajiri watachanga fedha na kuweka katika mfuko mmoja, na mfanyakazi pale atapoumia basi atakuwa na haki ya kulipwa, whether alikuwa ni mzembe ama alisababisha uzembe na mwajiri. Lakini kwa kulipwa fidia, mfanyakazi naye anapoteza haki yake ya kumshtaki mwajiri. Kwa hiyo huo ndio msingi wa hiyo sheria, kwamba mwajiri ndio mwenye eneo la kazi, na ajali ikitokea kazini basi tunaashumu mwajiri ndio aliyesababisha ajali hiyo ikitokea. Ndio maana ukiangalia kwenye sheria yetu kuna taasisi kama OSHA ambazo zina jukumu la kusimamia kazi, usalama eneo la kazi. Kwa hiyo kimsingi huo ndio msingi, kwamba mwajiri ndio ana jukumu la kutoa michango. Na sheria yetu imechukua mfumo huo kwamba mwajiri atachangia kwenye mfuko na tutachukua hiyo michango tutaweka kwenye kapu moja na mfanyakazi atapoumia. Sasa kwa historia tu, wakati tunaanza mwaka 2015 kiwango cha uchangiaji ilikuwa ni 1% ya mshahara wa mwezi wa mfanyakazi ndio mwajiri alitakiwa kuleta kwa waajiri wa sekta binafsi, na kwa waajiri ya sekta ya umma walikuwa wanachanga 0.5%. Mwaka 2020 kiwango hicho kilishuka kwa waajiri wa sekta binafsi kutoka 1% mpaka 0.6%, na katika kuleta usawa mwaka 2021 kimeshuka kabisa. Sasa waajiri wote wanachanga 0.5% ya mshahara wa mwezi wa mfanyakazi. Kwenye mfumo wa Workers Compensation Fund tunachofanya inaitwa Social Solidarity Scheme. Ni kwamba waajiri wanachanga kidogo kidogo na kuziweka fedha hizo katika kapu moja ili mfanyakazi atapoumia aweze kulipwa. Sasa kwa mfano, ukiangalia kwa undani huwezi kuona uhusiano wa moja kwa moja. Mathalan, mfanyakazi anayelipwa shilingi 100,000 mshahara akiumia, mchango wake atoletwa kwenye mfuko ni shilingi 500 kila mwezi. Lakini akiumia anastahili kupata matibabu ya gharama yoyote katika hospitali hata akihitaji kwenda nje ya nchi. Lakini la pili, muda wote ule ambao atakuwa katika likizo ya ugonjwa, jukumu la kumlipa mshahara litakuwa ni jukumu la mfuko. Akipata ulemavu wa kudumu, anaweza akaingia kwenye malipo ya moja kwa moja ya pensheni katika maisha yake yote yaliyobakia. Lakini aidha kuna mafao mengine kama utengamao, mafao ya constant attendant care. Kwa hiyo utaona hakuna uhusiano wa moja kwa moja, kwa maana gharama za kulipa mafao ni kubwa sana kuliko mchango wa mwajiri mmoja mmoja. Lakini kwa nini tunaweza kulipa hivyo? Kwa sababu waajiri wengi wamechukua kidogo kidogo ulichonacho wakaweka kwenye kapu moja ambao ndio mfuko, na mtu atayeumia tutachukua kutoka katika mchango. Kwa hiyo hakuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya mchango na fidia inayolipwa na mfuko. Kuna umuhimu mkubwa sana kwa waajiri kujisajili na mfuko, kwa sababu lengo zima la mfuko ni kulinda nguvu kazi na kuongeza tija katika maeneo ya uzalishaji, kwa maana ya kuhakikisha kwamba wafanyakazi wafanye kazi kwa kujituma, lakini wao na hakika hata bahati mbaya akipata matatizo basi maisha yake hajaishia hapo. Sio kama ilivyokuwa awali ambapo mfanyakazi alikuwa akiumia eneo la kazi, fidia kubwa alikuwa anaweza kulipwa ilikuwa shilingi 1,800. Sasa hivi kama hapo nilivyoeleza, kuna mafao mengi ambayo tunayalipa. Kwa hiyo ni muhimu mwajiri akaweza kujichanga, na inasaidia kuondoa hata migogoro maeneo ya kazi, kwa maana badala ya sasa kupelekana mahakamani, mwajiri ajikite katika swala la uzalishaji. Sasa mwajiri akishindwa kutekeleza wajibu wake wa kujisajili na mfuko na kuleta michango, kwa mujibu wa sheria ni kosa la jinai. Ukisoma kifungu cha 71 kinasema mtu aliyeshindwa kujisajili na mfuko anafanya kosa la jinai, na akipelekwa mahakamani akapatikana na hatia anaweza akafungwa mpaka kifungo cha miaka 10 ama faini ya milioni 20. Ukisoma kifungu cha 75, 74 na 75, mwajiri anayeshindwa kuleta michango vile vile ni kosa la jinai. Anaweza akafungwa mpaka kifungo cha miaka 20 au faini isiyozidi milioni 50. Kwa hiyo sheria imeweka mkazo kusudi kuhakikisha waajiri wanatekeleza wajibu wao. Mpenzi mtazamaji, baada ya kusikia yote hayo kutoka kwa mkuu wa huduma za sheria WCF, je, waweza kupata wapi rafiki kama mfuko wa fidia kwa wafanyakazi? Shime kwetu sote, tumkumbatie rafiki huyu, tuhimizane na kuwahimiza waajiri wetu kujisajili na mfuko huu ili waweze kuepuka uvunjifu wa sheria kwa kosa la jinai, lakini pia sisi waajiriwa tuweze kunufaika kwa mafao na fidia kedekede yanayopatikana WCF.
Ni ukweli usiopingika kuwa tangu kuanzishwa kwa mfuko huu, jamii imeshuhudia sekta ya hifadhi ya jamii ikiwa mstari wa mbele kwenye kupunguza athari za kijamii na kiuchumi kwa wafanyakazi wa sekta binafsi na umma. Bwana Emmanuel Humba, mwenyekiti wa bodi ya wadhamini WCF, na Dr. John Mduma, mkurugenzi mkuu wa WCF, wanatujuza yale wanaojivunia, ikiwa ni tija inayotokana na utekelezaji wa majukumu ya mfuko huu na namna ambavyo mfuko huu umejipanga kufikia tija kubwa zaidi na kutambulika vizuri kwa wadau wake. Tunayo mengi ya kujivunia. La kwanza ni kwamba tumeweza kuwafikia na kutoka kwa waajiri hao tumekusanya hela takribani bilioni 440 tangu mfuko uanze, lakini tu kwa mwaka wa fedha ambao hesabu zake zimekwisha kukaguliwa tumekusanya kama bilioni 86. Haya ni mafanikio makubwa sana, na jambo lingine ambalo tunajivunia ni kwamba tumeendelea kutoa fidia. Tumewafikia watu ambao wanapata magonjwa au ajali zinazotokana na kazi na kuwalipa kwa mujibu wa sheria. Mpaka sasa hivi tumeshalipa takribani bilioni 44, na kwa mwaka wa fedha ambao hesabu zake zimeshakaguliwa tulilipa takribani bilioni 13. Mengine nilisema kwamba tunapowekeza tunapata mapato, na tunapopata mapato mapato haya tunaendelea tena kuyawekeza, kwa sababu mfuko wetu kile ambacho tunakikusanya bado tayari ni kikubwa kuliko kile ambacho tunakilipa kama fidia. Kwa hiyo kwenye hili pia mfuko uko vizuri, tumeshaweza kuwekeza mpaka sasa hivi thamani ya mfuko kwa hesabu ambazo mkishakaguliwa ni kama bilioni 545. Sisi kwa kweli, kwa uongozi ambao tumeona sasa hivi wa awamu ya 6 ulivyo makini, sisi tumejitayarisha kuwa makini zaidi. Kwanza kwa kuhakikisha kwamba mfumo wetu unaendeshwa kwa kisasa, kwa mitandao. Vitu vingi sasa, document nyingi zinajazwa kwenye mtandao, na nia yetu ni kwamba watu walipwe, ambao wanatakiwa kulipwa, walipwe kwa haraka na kwa usahihi bila makosa. Lakini la pili, mfuko huu tunaendeleza elimu, kwa sababu tatizo lingine ambalo tumeliona ni kwamba elimu watu wanakuwa hawaelewi, wafanyakazi hawaelewi, hata waajiri hawaelewi. Kwa hiyo tumeweka kwenye programu zetu ili tuhakikishe kwamba serikali inaeleweka, serikali inasimamia shirika linaloeleweka kwa wanachama wake. Kwa hiyo nayo tumeitengenezea programu ya kwenda tunatoa elimu, kuelimisha waajiri na wanachama ili waweze kuelewa haki zao na wajibu wao. Naam, kongole kwa uongozi na watendaji wote wa WCF. Ama kwa hakika tija inayotokana na mfuko huu ni kubwa mno na yenye kuchangia pakubwa katika ustawi wa jamii na kuimarisha uchumi wa taifa letu. Hayo yote yakidhihirisha nia ya dhati ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika utekelezaji wa ahadi zake kwa vitendo, kuboresha maisha na hali ya uchumi za wafanyakazi kote nchini. Kabla ya kuhitimisha kipindi chetu cha leo, tunaye Bibi Laura Kunenge, mkuu wa kitengo cha uhusiano kwa umma kutoka WCF. Yeye ndiye mratibu wa maandalizi ya vipindi hivi, na hapa anatueleza namna ambavyo WCF inawafikia wadau wake. WCF inatumia njia mbalimbali kufikia wadau wake, ikiwemo vipindi mbalimbali vya elimu. Vile vile WCF inashiriki katika matukio ya kitaifa na kimataifa. WCF inawasiliana na wadau wake kwa kutumia barua pepe, kwa kutumia simu. Vile vile tuna kituo cha kutoa huduma ambapo pale vile vile kuna namba za simu za bure, ambapo mtu yoyote kwa maana ya mfanyakazi au mwajiri au mdau yoyote anaweza kuwasiliana nasi kwa kutumia namba 0800110028 au 0800110029.
Vile vile unaweza kuwasiliana nasi kwa kupitia kwenye tovuti. Tovuti yetu ni www.wcf.go.tz. Na vile vile zaidi ya hapo, unaweza kuwasiliana nasi kwa kupitia kwenye poto. Poto yetu inapatikana katika tovuti yetu, na vile vile unaweza moja kwa moja kwenda kwenye poto.wcf.go.tz. Vile vile tunapatikana katika mitandao ya kijamii. Ndugu mtazamaji, kufikia hapo ndio mwisho wa kipindi hiki cha leo. Tumekufungulia kurasa chache za WCF na tunakuahidi kukufungulia kurasa nyingi zaidi katika vipindi vijavyo. Kwa dhati tunakualika uendelee kufuatilia vipindi hivi kila mara kupitia radio na televisheni mbalimbali zilizoko nchini, ili uweze kufahamu mengi usiyojua kuhusu WCF. Hadi wakati mwingine tena, ninakukumbusha, kwa nini ufanye kazi kwa hofu wakati kuna WCF? WCF inakuhakikishia fidia stahiki kwa wakati.